Leo ni mwezi 5 Ramadhani. Kila mtu yupo katika pirika za kutafuta mahitaji mbalimbali. Nimefika katika soko la Kibanda Maiti, soko ambalo wananchi mbalimbali wa maeneo ya mjini hulitumia kwa ajili ya kununua futari. Miongoni mwa futari pendwa visiwani Zanzibar ni ndizi. Haijalishi iwe mbichi au mbivu. Asam Online TV imeona ipo haja ya kuiangalia bidhaa ya ndizi kutokana na kuwepo kwa dhana tofauti ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimefanya mahojiano na baadhi ya wafanyabiashara na wanunuzi wa ndizi sokoni hapa kwa lengo la kujua upatikanaji wake na je, kwa mwananchi wa kawaida anaweza kumudu gharama za bidhaa hiyo. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba imekuwa Ramadhani ya kipekee ambayo ni tofauti na Ramadhani nyingine, kwa sababu bei zimekuwa ni rafiki kwa walaji. Watu wenye kiasi cha fedha cha aina yote wameweza kuwa wanapata huduma. Kwa hali iko vizuri kwa kweli. Hata uje na shilingi 1000 unapata fungu la ndizi, uje na 2000 unapata ndizi. Kwa tunashukuru kwa hilo, hali iko vizuri. Swala hili anayezungumza kwamba zimepanda pengine ni wale watu ambao huwa wako majumbani wanasubiri kupelekewa, ambao hawaendi maeneo ya matukio. Tangu wenye dhamana ya kuruhusu mazao Zanzibar walipotoa vibali kwa wajasiriamali wadogo kwamba tuweze kuingiza ndizi kutoka bara, kwa huu mwaka imekuwa tofauti kidogo, kwa sababu kumekuwa na pungufu la bei kutokana na wingi wa bidhaa kama mnavyoona hapa nyuma yangu. Kwa hivyo bei ni nzuri kwa mtu ambaye anasema bei ni kubwa, kweli hafiki maeneo husika, ndio maana unapata kwa bei kubwa. Ila kama utakuja sehemu ambazo tunauzia, basi bei ni mzuri, na hata uje na 1000 basi utapata futari. Kwa kweli kawaida ya Ramadhani watu wengi ni watumiaji wa ndizi, kwa hiyo lazima zipande bei kwa sababu wengi ni walaji wa ndizi. Lakini si bei mbaya sana, bei ni nafuu. Mkungu mmoja machala matatu, zikiwa kubwa sana mkono wa tembo unafika 80, 70. Zikishuka chini ndogo ndogo kidogo 15, 30, 40 unachukua kwa ndizi mkono wa tembo. Ndizi ya mtwiki ni nafuu vile vile, shilingi 40 mkungu mpaka 60 kwa mkubwa, kwa sababu ya mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo hatuoni kwamba bei ni kubwa sana, bei ni ya kawaida tu, haijapanda hivyo. Unadhani kwa mwananchi wa kawaida anaweza kumudu bei hizo? Anaweza kumudu sana tu, sababu si lazima ni mkungu mzima, atanunua dole moja, mawili kwa mujibu wa uwezo wake. Kiasi mpaka manake kuweza kula Jumaame rahisi. Majimbi alhamdulillah na vinginevyo si haba. Mimi nawaambia wafanya biashara wanaouza kutoka huko wajitahidi na wao hakikisha kwamba huku kuna watu na walionunua, kwa sababu sasa biashara sasa nyingine inapanda, kwa sababu ndizi hii moja wanaweza kununua biashara 6. Pengine huyo aliyetoka nayo huko kanunua, naye hapa anakuja kuuza, naye katumia gharama zake nani, ndio zaidi vitu vikawa ghali. Lakini hata hivyo si haba, tunaweza kula. Bei ya ndizi inategemea na ndizi yenyewe, maana ikawa VIP bei yake kubwa ya juu, maana kama mkono mpaka 90 unaipata mpaka 85 bei ya juu. Ya chini tena unapata 16, 10. Si mbaya sana ni kutoka hali ya ndizi mpaka sasa hivi alhamdulillah. Hata mtu wa China anakula ndizi. Nini kifanyike ili bidhaa ya ndizi visiwani Zanzibar iendelee kuwa na tija na kuwanufaisha wananchi wote kwa ujumla? Haya ni baadhi ya maoni ya wafanya biashara na wanunuzi wa ndizi katika soko la Kibanda Maiti. Serikali na vikosi mbalimbali, kuna magereza, kuna JKU, kuna faya, wasiweke tu katika maeneo ya kazi, bali wafanyishe kilimo ili wananchi wafaidike na kilimo cha serikali. Kama vile baadhi ya mida JKU na vikosi vingine hulima mchicha au hulima tungule, mapilipili boga, tukafaidika wananchi. Kwa hiyo pia waingie katika swala la ndizi iwe ni la kudumu, lisiwe kwa ajili ya Ramadhani tu. Labda ushuru, kwa kuwa vitu vinakuwa vinazidi kuwa viko juu. Shanfahamu, labda ushuru, maana wanapiga makelele sana. Ushuru kupunguzwa kidogo. Tunaomba serikali masuala ya ushuru, hususan kwenye mabandari. Sisi tunafanya biashara za vyakula, wajasiriamali wadogo, kwa lazima mtu angalie.